Kwa majina naitwa Ezekiel Mwambaka, ni wakili wa kujitegemea ambaye ni kwa mahakama. Nadhani kauli ya Chadema ya no reform no election iliasisiwa kwenye mkutano mkuu kabla, wakati wanaelekea kufanya uchaguzi wao wa ndani, wakimaanisha kwamba kama hakutafanyika marekebisho ya kisheria hasa kwenye sheria za uchaguzi, basi uchaguzi hautafanyika. Kwa kauli hii mimi naona kabisa kwamba Chadema wako sahihi kwenye hichi wanachokisisitiza, hasa ukizingatia kwamba kwenye mienendo ya chaguzi zetu 3-4 zilizopita, namna ambavyo zimeweza kuendeshwa, unaiona kabisa kwamba uchaguzi umekuwa ukitawaliwa sana na kuingiliwa na chama kilichopo madarakani. Kwa mfano, ukichukua uchaguzi wa mwaka 2014 wa serikali za mtaa, ukija kulinganisha na uchaguzi wa 2019 wa serikali za mtaa, unakuja kuona kwamba ni chaguzi mbili ambazo hizo zinaweza kuonekana kama zimefanyika kwenye nchi mbili tofauti. Uchaguzi wa mwaka 2014 kwa serikali za mitaa angalau ulikuwa ni uchaguzi ambao ulihusisha wagombea wa vyama vyote kwa uhuru na kwa uwazi, na ndipo ambapo unaweza kuona kabisa kwamba baadhi ya vyama vya upinzani viliweza kupata wagombea wengi ama wenye viti wengi kuongoza serikali za mitaa. Lakini ilipokuja 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, huo wagombea wote wa vyama pinzani waliweza kuondolewa, na hakuna malalamiko ambayo yaliweza kusikilizwa ama rufaa ziliweza kusikilizwa na zikapewa kipaumbele au zikachukuliwa kwa mashiko. Yaani walionekanika kama ni watu ambao wameleta maelezo ambao ni hopeless, yani hayana maana. Kwa mfano, huwezi ukaniambia kwamba kwenye serikali za mitaa mwaka 2014 viongozi au wagombea hao wa vyama vya upinzani waliokuwa wanagombea kwenye nafasi za wenye viti wa vitongoji na serikali za mitaa walikuwa wanajua kuandika, lakini ilipofika mwaka 2019 wote hawakujua kuandika. Kwa maana kigezo cha kuwaondoa ilikuwa ni wamejaza vibaya fomu. Ilipofika kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, asilimia 90 kama sio 95 wagombea wa vyama vya upinzani walianguliwa pia wabunge, na kwa sababu zikawa ni zile zile, lakini pia hata wale ambao waliweza kubakia waliweza uchaguzi kura zao ziliweza kuporwa, na pia hakuna mahali ambapo waliweza kulalamika na wakasikilizwa. Lakini kwenye uchaguzi huo serikali ilikuwa haioni shida ama kutumia polisi kuingilia kampeni za vyama vya upinzani, kitu ambacho pia kiliendelea kuleta mkanganyiko mkubwa sana. Huwezi ukakuta kwamba mahali popote ambapo leo hii chama tawala kikaandaa kampeni zake zikavurugwa ama ratiba ikawakataza wasifanye hivyo kwa siku hiyo, ile utasikia tu vyama hiki pinzani huu muda haukuwa wake kufanya hiku, huu muda wa chama pinzani wameongea lugha kali. Yaani unaona makalipio mengi yanaenda kwenye vyama vya upinzani na si kwenye chama tawala. Kwa hiyo kuleta tena safari hii kwenda kwenye kuwaleta watu kwenye kugombea unasababisha mambo yale. Tunasikia kwamba mmoja wa wenye viti wa Chadema amekamatwa na kupewa kesi ya uhaini, kwamba alisema kwamba atazuia uchaguzi hautofanyika. Nilikuwa najaribu kupitia kwenye hicho kifungu, sioni mahali ambapo panasema ukisema nitawaambia wananchi wakatae uchaguzi ni uhaini. Sioni mahali. Na kwa staili hii leo tutazungumza hapa, ili swala litapigwa danadana mpaka uchaguzi upite, alafu mwisho wa siku watakuja kumwambia kwamba anamwachia Lissu. Kwa ni mbinu zile zile
ambazo zinachagizwa na kwa sababu ya uwepo wa katiba ambao ni mbovu. Leo hii mtu anakamatwa, atawekwa ndani, atakaa ndani mpaka uchaguzi upite, anakuja kuachiwa, hana cha kudai. Lakini ameshapotezewa muda huyu mtu. Ana familia huyu mtu. Kuna watoto wake wanasoma, wanategemea yeye baba ayenyeke huko, watoto waende shule wakasome. Muda wote mnaomweka lock up, yeye atakuja kufidiwa na nini? Wamekaa kina Mbowe muda mrefu sana gerezani, almost miezi 8. Lakini hakuna walipoweza kufidiwa. Na wanajua kwa sababu ya aina ya katiba tulio nayo, kwa sababu mtu mmoja akisema huyo nikamatieni mniwekee ndani, utakamatwa, utawekwa ndani, utakaa mpaka atakapojisikia yule mtu kwamba sasa muda huu natamani utoke, utatoka. Makosa haya ya uhaini ndio makosa ya aina yale ambao pia kina Mbowe waliweza kukaa ndani. Leo hii Lissu ni kwa sababu ni Mbowe alikaa ndani kwa sababu ya kutaka kudai mabadiliko ya katiba, aliwekwa ndani. Leo hii Lissu naye anakamatwa, anawekwa ndani. Unaona shida ni nini? Ni kwa sababu tunaona uchaguzi unakaribia. Kwa maana kwamba mimi naiunga hii sera mkono kwamba sioni sababu ya vyama vya upinzani kuendelea kupambana kwamba tuende kwenye uchaguzi ambako wanajua kabisa tunaenda kuua watu wetu bila sababu za msingi na hawatashinda. Uchaguzi brother unahitaji pesa nyingi. Kampeni kuzunguka kwa mfano jimbo tu moja unahitaji uwe almost si chini ya milioni 20-30. Na hizo ni kwa mtu maskini. Una timu unahitaji uwalishe wale watu. Una timu ambayo unahitaji uwekee mafuta, uzunguke nao kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa siku 30 hii timu unataka uzunguke nayo. Alafu nina milioni 30 leo unaniambia nene nikagombee, alafu nigombee chama pinzani ambako unajua tena kushindwa. Kwa nini nisibaki na hizo pesa nikaenda kulima mbazi kule kijijini kwetu? Kwa sababu najua hata nishinde tume hii haitanitangaza. Kwa sababu inajua kabisa kwamba ukimtangaza mtu fulani kwamba ameshinda na sisi ndio tuliokuchagua, ole. Ndio maelekezo ambayo wanapata. Tumeona kwenye vituo vingi ambavyo unakuta kabisa mnahesabu. Kwa mfano, naweza kuchukulia tu mfano, nimekuwepo kwenye kituo cha usimamizi uchaguzi. Nilikuwa na shirika moja la Umoja wa Ulaya, uangalizi wa uchaguzi. Kwenye kituo kizima kulikuwa na wapiga kura waliokuwa wamejiandikisha, walikuwa ni 280. Kipo Rungwe. Kwenye kituo cha kupigia kura, wapiga kura walikuwa ni 280. Lakini matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Sisi walipata kura 320. Chadema walipata kura 260. ACT walipata kura 60. Ukijumlisha zote unakuja kukuta karibia kura 800. Kutoka kwenye kituo ambacho idadi yake inaonyesha ni wapiga kura 200 na kidogo. Sio kuja kujiuliza hao wengine wametoka wapi? Hizi kura zingine zimetoka wapi? Kwa hiyo ni vyema tukabstain, tukailisha, tusiende kwenye uchaguzi, tukae na hawa watu. Kama lengo letu ni kujenga Tanzania moja, tukae na vyama vyote. Serikali ione haja ya kukaa na vyama vyote, iwaite, isikilize hoja zao ni nini. Hasa Chadema na ACT, isikilize hoja zao ni nini. Kwa sababu suala hili la kuendelea kukandamiza, tutaendelea kuua raia wa nchi hii mpaka lini? Ruangwa watu wanapigwa mabomu juzi. Sababu ni nini za kupigwa mabomu? Hivi kwani kwa akili tu ya kawaida kweli kama wangekuwa wanamhitaji Lissu, wakempa taarifa kwamba tunakuhitaji kituo cha polisi Dar es Salaam ufike tarehe fulani, Lissu angekataa kwenda? Yaani tunaamini kabisa kwamba kweli Lissu angekataa kwenda. Kuna sababu gani mtumie gharama kubwa, kodi za wananchi, kwenda kukamata mtu mtoke Dar es Salaam, msafara wa magari kwenda mpaka kule Rwanda, ili hadi huyu mtu mngemwandikia tu barua kumtaka aje, angekuja mwenyewe kwa gharama zake. Kwa unakuja kuona kwamba kuna wakati ambao kuna watu ambao kikweli wanaukataa uhaini, lakini wao wenyewe pia wanaongoza serikali hii kwa njia ya uhaini, kwa sababu tunaacha kushughulika na vitu ambavyo ni muhimu. CAG katuambia pesa zetu zinavyotumika vibaya, lakini hatukuna mahali ambapo tumeamua kuchukua hatua seriously juu ya upotevu wa fedha zetu, ila tunadili na mtu ambaye anashauri
tutafute tume huru. Kwa msingi huo, mimi nadhani kwamba Chadema wako sawa na waacha, hata kama hawataingia kwenye uchaguzi, na hata kama hili litapelekea chama chao kufa, acha kife, kwa sababu hakuna sababu ya kuendelea kuwatoa watu kafara kila siku kwenye chaguzi ambazo mnajua hamtaweza kushinda. Kwa mimi maoni yangu ni hayo tu. Naomba kama Chadema watataka kushiriki wasilazimishwe, na wanaoona kwamba uchaguzi utakuwa huru wao waendelee na uchaguzi kwa huru. Nashukuru kwa ufafanuzi uliojitosheleza. Swali moja kama sio machache tu. Kisheria uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba. Maswali mawili. Chadema kwanza, una uhakika wanaweza, kwa maoni yako, wanaweza wakazuia uchaguzi usifanyike kwanza? Lakini be yake, kama jibu ni ndio, kisheria hakuna kosa, kwa sababu hili ni swala la kikatiba kwamba ni haki ya wananchi kuingia kwenye uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Hakuna kosa hapo kisheria? Swala la kama Chadema wanaweza au hawawezi, ili nisingeomba sana kutaka kulijibia, kwa sababu sijui strategy zao, mbinu zao wanataka kuzitumia kwenda kufanya aidha kuzuia kwamba watafanikiwa au hawatafanikiwa. Lakini nadhani lengo kubwa sana la Chadema si kwamba wanaweza wakafanya. Lengo kubwa ni kwamba ujumbe ufike, na kwenye hilo ujumbe wameweza kufikisha. Na ndio maana unaanza kuona kwamba mchecheto sasa unaanza mapema wa kwanza kukamata watu, kuwazuia ili wasiendelee na hiyo ajenda yao. Lakini kwenye swala kwamba kuzuia uchaguzi ni kosa ama si kosa, ni kosa kwa sababu upo kwa mujibu wa katiba. Lakini tunaopanga tarehe ni sisi. Ndio maana tunasema kama serikali ina nia ya dhati na si kwa ajili ya kutaka kutegana, mazungumzo brother hawezi yakachukua hata miaka 50. Ni siku 4-5 mmeshamaliza mazungumzo. Na kama kuna swala la kutengeneza tume sinajadiliwa tu. Ni mtu tu kuweza mnakaa mnaamua ku appoint fulani na fulani na fulani na fulani wakae kwenye tume. Nyinyi mnaonaje? Hao wako fair, basi waende wakasimamie. Kwa swala kwamba tunapofikia mpaka stage ile ya mwisho, wote sisi tunaotaka uchaguzi ufanyike na wale wanaozuia, sisi sote tutakuwa tunakosa. Kwa sababu lengo tu ni kukaa kwamba kama lengo sisi sote ni kutaka kuzuia kosa lisitokee, kwa nini tusubirie mpaka dakika ya mwisho kosa litokee? Kama hili linaweza likazungumzika huku mwanzoni. Yaani ni sawa na unamuona mwizi anataka kwenda kuiba, umekaa kimya, unasubiria mpaka aibe ndipo useme mwizi huyo.